HB Digital, haki na ukweli. Sina shaka we ni mzima wa afya popote ulipo na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako, na kusalimu assalamu alaikum, amani iwe nawe, peace be upon you popote ulipo. Nimekuja kuzungumza na wewe mambo kadhaa ambayo yanaendelea ulimwenguni kwa sasa. Kabla ya yote nitakusihi kwanza hapo, hebu fanya subscribe kama bado hujaweka subscribe, afu weka notification yako iwe on, ili angalau nawe uwe wa awali kabisa kusikiliza kila ambacho kinajiri. Na nimekuja tuzungumze mambo mengi ya kuzungumza yamekuwepo, na sisi unajua ni watu wa Mashariki ya Kati, always tunazungumza mambo mengi yanayotokea pale, kwa sababu bado inabaki kuwa Mashariki ya Kati ni roho ya ulimwengu. Hali yoyote inapobadilika Mashariki ya Kati, na mwelekeo wa ulimwengu huwa unabadilika. Kwa hiyo tunazungumza habari za roho ya ulimwengu ambayo unaweza kuambia ni Mashariki ya Kati kwenye roho ya ulimwengu. Sitaki kuzungumza kuhusu Israeli, Palestina, mgogoro Israel na leo nataka kuzungumza kuhusu mgogoro wa ndani wa Israeli ndani. Yani acha yale unayojua kuhusu Palestina na Israel, lakini sasa nataka kuzungumza haya ya ndani kabisa, siasa ya ndani ya Israeli ambayo kiasi kikubwa si watu wengi sana wanaifahamu ilivyokaa. Watu wengi hufahamu migogoro ya Israel na Palestina, huenda wanasoma kupitia sehemu mbalimbali, huenda hivi na hivyo vyote wanasimuliwa, lakini wengi hufahamu kuhusu mgogoro wa Palestina na Israel, lakini si siasa ya ndani ya Israel. Sasa kupitia hapa utajifunza pia kufahamu baadhi ya mambo mengi yanayotokea ndani ya siasa ya Israel, ambayo pia ndio kupelekea maamuzi ya yale unayoona wakati mwingine yanatoka nje. Na mimi mara kadhaa nimekuwa nikikuletea mambo mengi yanayotokea ndani ya Israel. Ni wiki chache zilizopita baraza la mawaziri la Israeli lilichukua uamuzi wa kumfuta kazi aliyekuwa mkuu wa Shin Bet, Ronen Bar. Yes, uamuzi ambao ulipingwa na Waisraeli wengi, uamuzi ambao ulipingwa na mwanasheria mkuu, lakini hata wanasiasa wengi wa Israeli walipinga hilo swala, wakisema kuwa hapana, huu ufalme ambao Netanyahu anautaka haufai na sio mwelekeo mzuri kwa siasa zetu. Madai ya Netanyahu ni kuwa Ronen Bar amekosa uaminifu, yani hamuamini tena kufanya naye kazi. Kauli zile ambazo Netanyahu alizitoa wakati anamfuta kazi Yoav Gallant aliyekuwa waziri wa ulinzi, wakati huu ambao wote wawili Netanyahu na Gallant wametajwa kwenye mahakama ya ICC kuwa wote wanahusika kwenye uhalifu wa kivita na wote wanatakiwa kwenye mahakama kwenda kujibu mashtaka yake, lakini Netanyahu alimfaya mwenzake Yoav Gallant. Sasa Netanyahu aliendeleza uamuzi wake wa kufuta kazi wote wanaompinga yeye Ronen Bar, lakini katika hatua ilikuwa inaelekea na kilichoamuliwa na kilichosemwa na baraza la mawaziri la Netanyahu kuwa hawana imani na mwanasheria mkuu wa Israeli Miara. Mwanamama huyo hawana imani naye, na kwa hiyo walikuwa wanampigia hesabu akikaa vizuri wamle kichwa chake. Sasa bado hawajafikia huko. Kwa hiyo kilichotokea ni jana kumetokea malumbano makali kutoka ofisi mbili muhimu kabisa za Israeli. Ofisi ya Shin Bet ya mkuu Ronen Bar ambaye alifutwa kazi, na uamuzi wa kufutwa kazi yeye ulizuiliwa na mahakama kuu, ambapo mahakama imesema itatoa uamuzi au itapitia utaratibu uliotumika kumfuta kazi Ronen Bar hapo Aprili 8. Kwa hiyo Ronen Bar amebaki kushikilia nafasi yake akiwa ameshikiliwa na mahakama. Lakini upande wa pili wa ofisi ya waziri mkuu na yenyewe ilitoa malalamiko yake. Sasa kumetokea malumbano makali kutoka kwenye ofisi ya Shin Bet ambayo inaongozwa bado na Ronen Bar, kuwa Ronen Bar alichokizungumza kuwa anajibu mapigo sasa ya Netanyahu baada ya Netanyahu kusema kuwa hapakuwa na uaminifu katikati yetu. Sasa yeye ameamua kuvunja ukimya. Nadhani haya aliyazungumza hata Yoav Gallant alivyoondoka. Alizungumza sababu za kufutwa kazi ni zile tofauti alizozitaja Netanyahu. Sasa Bar naye amezungumza kwa pia kupitia mtandao, pia amezungumza kuwa kilichotokea kati yao na Netanyahu, kile ambacho Netanyahu alikitafsiri kama kuwa ukosefu wa uaminifu kati yao, ni kile ambacho Bar anasema kuwa aliitwa na Netanyahu alivyomuita akamuomba Ronen Bar, kwa sababu yeye ni mkuu wa shirika la kijasusi la ndani Shin Bet, kuwa
amuombee kupitia barua kutoka kwenye ofisi ya Shin Bet kwenda kwa majaji wa Israeli kuhusu kesi ya Netanyahu ambayo ilikuwa inaunguruma kwenye mahakama ya wilaya ya Jerusalem. Kesi namba 1000, kesi namba 2000 na kesi namba 4000. Hizi ni kesi za Netanyahu zilizoanza mwaka 2019. Ufisadi, matumizi mabaya ya madaraka, rushwa, hongo na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahusu hiyo kesi. Tofauti na kesi nyingine ambazo bado hazijaunguruma. So Netanyahu alimuomba Ronen Bar awaambie majaji kuwa hatosimama kwenye mahakama kwa sababu yuko kwenye vita na yeye yuko kwenye kuindwa. Ilikuwa ni siku chache baada ya shambulizi la drone ya Hezbollah ilipokuwa imepiga kwenye jengo lake kule Jerusalem kwenye nyumba ya Netanyahu. Sasa Netanyahu akasema kuwa hayupo kwenye usalama na akisema kuwa mahakama ya Israel ya wilaya ya Jerusalem haina chumba maalum ambacho kitakaa yeye awe kwenye usalama. Kwa hiyo akawa naomba kupitia Ronen Bar kuwa waambie majaji kuwa waahirishe hii kesi. Baada akamwambia no, kesi haiwezi kuahirishwa. Tutafanya utaratibu mwingine ili uweze kusimama kwenye trial. Lazima usimame kwenye hii kesi. So Netanyahu akawa akimkumbusha mara nyingi Ronen Bar, please zungumza na majaji. Alichofanya Ronen Bar, aliwaambia majaji kuwa taandaeni chumba maalum ambacho atakuwa kwenye usalama ili aweze kusimama. Netanyahu yeye alitaka kesi isiwepo. Baada akawaagiza majaji watafute chumba maalum na ndipo walitafuta chumba maalum ambacho kilikuwa chini ya ardhi na Netanyahu alienda kuwajibika. So kutoka hapo Netanyahu akaona kuwa Bar sio mtu anayenifaa. Lakini kabla ya hiyo kesi kukatokea shambulizi jingine ambalo lililenga pia nyumba ya Netanyahu. Shambulizi kama lile la Hezbollah. Halafu wanasheria au watetezi wanaotetea Netanyahu wakawasilisha kwenye mahakama ya Jerusalem kuwa tishio bado ni kubwa, kwa hiyo Netanyahu asisimame kwenye kesi. Ronen Bar akasema hapana, tunafanya uchunguzi wa shambulizi la pili limetoka wapi. Katika uchunguzi uliofanywa na Shin Bet ukaenda kuwakamata wafuasi wa Likud wa chama cha Netanyahu ambao ndio walihusishwa kurusha drone na ikatangazwa kuwa ile drone haikurushwa kutoka Lebanon, ilirushwa kutoka ndani ya Israel, na Ronen Bar akawakamata wale watu walikuwa wamerusha ile drone kwa sababu Netanyahu alitaka iunganishwe doti kuwa usalama ni mdogo, kwa yule akawakamata. Kwa hiyo Ronen Bar anachosema kuwa nilishindwa kutii maagizo ya Netanyahu, sikukubali kutii alichokitaka, nilitekeleza wajibu wa kazi yangu. Ndio anaotafsiri yeye kuwa ukosefu wa uaminifu. Ndio Ronen Bar analolijibu. Haraka PMO office, Prime Minister office ikajibu kuwa Ronen Bar ni muongo. Ronen Bar anachokiongea sio cha ukweli. Ronen Bar anataka kubaki kwenye madaraka na hatuwezi kubaki na mtu kama huyu kwenye hii nafasi. Kwa hiyo kulikuwa kuna malumbano ya hapa na pale, lakini Bar ameshatoa. Na hii ilisababisha pia maandamano. Unakumbuka kufutwa kazi kwa Bar, maandamano makubwa ya Waisraeli kupinga kile Netanyahu anachokitaka, au Netanyahu anachokitaka kunyamazisha sauti zote zenye kumkosoa. Umeona? Kwa sababu Halevi alilazimishwa chini kwa chini kuwa ondoka. Gallant alifutwa kazi kuwa wewe hutufai kwa sababu tu na yeye alikuwa na maneno kama yale ya Ronen Bar. Lakini katika hili Netanyahu wiki jana alimteua Eli Hazeb ambaye alikuwa ambaye achukue nafasi ya huyu mkuu wa Shin Bet Ronen Bar. Alimteua Eli. Sasa wakati amemteua akasahau kitu kimoja tu, kuwa huenda alikuwa hajapitia taarifa zake za nyuma. Kukatokea vurugu na maandamano ya right wing, yani wafuasi wa Netanyahu wa mrengo wa kulia wakaanza kumshutumu Netanyahu, kwa nini umemteua Eli? Kwa sababu Eli yeye pia aliandamana kwenye maandamano ya kupinga ubadilishanaji wa sheria za mahakama ambayo yalianza before 2023. Wakati Netanyahu ameingia kwenye hii awamu, walifanya maandamano makubwa kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya sheria za mahakama. Sasa katika walioandamana ni huyu mkuu mpya wa Shin Bet aliyeteuliwa, lakini ni mkosoaji mkubwa wa Donald Trump before Netanyahu hajarudi kwenye nafasi ya kuwa waziri mkuu, wakati alipokuwa nje, alipokuwa kiongozi wa upinzani. Wakamkumbusha huyu hatufai, huyu na Bar ni wale wale. Netanyahu wakatengua tena uamuzi wa kuwa yule ndio atachukua nafasi ya Ronen Bar. Kwa hiyo tuna muda wa kuhesabu na kujua nini kitakuja kutokea, kwa sababu mahakama imesema itatoa uamuzi April 8. Lakini wafuasi wa right wing wa Netanyahu wamesema kuwa hawatoheshimu maamuzi ya mahakama ikiwa yatampendelea Ronen Bar na kuamua kuwa arejee kwenye nafasi yake, kuwa hawatomheshimu. Sasa hapa mgongano wa kisheria tunaweza tukaushuhudia, sio mgongano wa kikatiba. Hapa hakuna katiba. Hapa ni mgongano wa kisheria. Israeli haina katiba, kwa hiyo tutaona mgongano wa kisheria kati ya sheria na wabunge ambao ndio wengi. Na wiki jana walienda kubadili sheria ya uteuzi wa majaji, kuwa majaji wataamuliwa na kura ya turufu ya wanasiasa ambao right wing ni wengi, Netanyahu na wafuasi wake. Kwa hiyo Netanyahu bado anaendelea kupigana vita zote nje na ndani, kuwa
Nje anapigana vita ya kuhakikisha kuwa anapata ukubwa anaotaka na kuendeleza vita ili abaki kujinusuru na kesi zake, lakini ndani anapambana na wote ambao wanaohakikisha kuwa wanaweza kumwekea miba kwenye njia ambayo anataka kupita. Jamani, haya ni ndani ya Israel. Nimetaka kuja kuzungumza nawe kwa dakika hizi chache, lakini usisahau kusubscribe na kuweka notification yako on ili angalau kila taarifa inapokuja wewe wa awali pia kuipata. Asanteni. Rahby Digital, haki na ukweli.